العالمين نذير والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Ndugu zanguni katika imani, awali ya yote na kusalimieni kwa salamu ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo la mwanzo nayohusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wala wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu, tukijifunza mambo mbalimbali yanayofungamana na dini yetu. Na siku ya leo tutaangalia kitabu ama risala ambayo nadhani mko nayo mmetumiwa, ambayo inasomeka Khutuwatu Shaitan fi Ighwa'il Insan. Khutuwatu Shaitan fi Ighwa'il Insan, hatua za shetani katika kumpoteza mwanadamu. Risala hii imeandikwa na Sheikh Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lakini kitabu hicho kimewekwa kwa lugha ya Kiswahili na chini ya maandishi ya Kiswahili chini yake kuna asili, kwa maana maandishi ya Kiarabu, kwa ajili ya urahisi wa kufahamu kwa wale ambao hawawezi kufahamu lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo ndugu zanguni, kwamba Iblis, Shaitan, ana hatua ambazo anazipita Iblis katika kumpoteza mwanadamu. Bila shaka ni mambo muhimu ya kila Muislamu akafahamu hatua anazopita Iblis, Shaitan katika kumpoteza mwanadamu. Kabla hatujaingia katika hatua hizo ambazo Iblis anapita, na hatua hizo kama ni anaanza na hatua ya juu, kisha akishindwa anakuja hatua nyingine inayofuata, akishindwa anakuja hatua inayofuata, takriban kuna hatua kama 7. Na ndugu zanguni, Shaitan ni adui, tambua hilo, na hima yake yeye ni kumpoteza mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kujalia ama kumweka khalifa katika ardhi, ili khalifa huyo amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, aliwaambia malaika. Na Allah anasimulia katika Qur'an
katika sura al-Baqara, idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa pale Mola wako aliposema kuambia malaika, hakika mimi nataka kujalia katika ardhi khalifa, nataka kujalia katika ardhi khalifa ambaye atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala hatomshirikisha. Na malaika walipokuwa hawajui hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala unataka kujalia kiumbe ambacho watafanya ufisadi ndani ya hiyo dunia, watamwaga damu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, hali ya kwa sisi malaika tunakutakasa na kukuhimidi. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu malaika akawaambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi nafahamu msio yafahamu. Na hapa ndugu zanguni, tunapata faida ya kwamba hata malaika hawajui yale mambo ya ghaib. Ndio maana Allah akamwambia, nyinyi hamjui ninayoyafahamu mimi. Pale alipomwambia kwamba Allah unataka ujalie katika ardhi kiumbe ambacho kitakuwa ni kifanya ufisadi tu, wakimwaga damu, wakiuana, hali ya kuwa sisi Allah tunakutakasa na kuhimidi, kuna haja gani ya kufanya hivyo? Allah anawaambia, hamjui, mimi najua msio yajua nyinyi. Na hii ni dalili ya kwamba malaika, mitume, mawali, hakuna yeyote anayejua ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba Adam, akamkirimu, kisha akawaamrisha malaika kumsujudia Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Kama kumbukeni tulipoamrisha malaika msujudieni Adam, wakasujudu wote illa iblisa aba wastakbar, isipokuwa Ibilisi alikataa na akafanya kibri. Akafanya kibri, na kibri ni kudharau ama kupinga haki. Ibilisi akafanya kibri, akakataa kumsujudia Adam, akajiona yeye ni mbora kuliko mwanadamu, kuliko Adam. Wakana min al-kafirin, akawa ni katika wale ambao ni makafiri waliokufuru, waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuanzia hapo Ibilisi akamchukia mwanadamu, akamwekea hikdi. Kuanzia muda huo
na uadui ukaanzia hapo. Na tukisema Iblis na jeshi lake ni viumbe katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wao pia wana makabila, wana familia, na wanatuona sisi hali ya kwa sisi hatuwaoni. Kwa Iblis alipokataa kumsujudia Adam, akafanya kibri bila kuangalia ile amri imetoka kwa nani. Yeye akaangalia Adam, akajilinganisha yeye na Adam, akajiona kwamba yeye ni mbora kuliko Adam. Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza Iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka, ni kitu gani kimekuzuia wewe Iblis kumsujudia Adam pale nilipokuamrisha? Ni kitu gani? Angalia majibu ya Iblis alivyojibu, ana khairu minhu, mimi ni mbora kuliko mwa Adam. Kivipi? Khalaqtani min nari, umeniumba kwa moto, wa khalaqtahu min tin, na umeumba Adam kwa udongo. Eti kwa vile yeye ameumbwa kwa moto, kwamba anajiona ni mbora kuliko Adam. Na hiyo ndio sababu ya kukataa kutimiza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumsujudia Adam. Katika suratul Hijr Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya Iblis ma laka alla takuna minas sajidin, kwa nini hujawa ni katika wale ambao wenye kumsujudia Adam? Akasema, mimi siwezi kumsujudia mwanadamu ambaye ameumbwa kwa udongo. Na hapo Iblis akawa ameendelea kufanya maasi ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala al-Jabbar, akawa amestahiki kufukuzwa na akawa amestahiki laana, na Allah subhanahu wa ta'ala akamshusha kutoka peponi. Akamwambia, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin, kwamba shuka humo, hakika wewe ukuwa ni mwenye kufanya kibri, toka, hakika wewe minas saghirin, ni katika wale ambao ni dhalili kabisa. Ina sura Araf. Sura Al-Hijr akasema, fakhruj minha fa innaka rajim, toka humo, hakika wewe umelaaniwa. Wa inna alayka la'nata ila yawmiddin, na kwa hakika utakuwa umelaaniwa mpaka siku ya kiyama. Akajikuta Iblis ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kutolewa katika pepo, na kule kutokumsujudia Adam
Iblis baada ya kuona hivyo ya kwamba yeye amekwisha laaniwa na amefukuzwa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, akapanga mikakati wa adhabu na kumpoteza mwanadamu. Na akaazimia al-ighwa'i li Adam wa dhurriyyatahu, ndio kumpoteza mwanadamu, kumpoteza Adam na kizazi chake mpaka siku ya kiyama. Akawa ametangaza Iblis uadui. Kwa hivyo tunaona uadui wa Iblis na Adam au mwanadamu, kama historia yake iko namna hii. Baada ya Iblis kulaaniwa na kufukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na kuambiwa kwamba amelaaniwa mpaka siku ya kiyama, akapanga mikakati kwamba siwe peke yake, bali atafuta wafuasi katika Ibn Adam, wafuasi ambao wataingia nao katika nini? Motoni. Na katika mikakati aliyopanga Iblis ni kumpoteza mwanadamu. Na katika kumpoteza mwanadamu ndio hizo hatua ambazo tumesema ziko 7, ambazo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaziangalia hatua hizo ambazo Iblis anazipita katika kumpoteza mwanadamu. Muda huo haraka akaweka mikakati Iblis, kisha akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi fa'andhirni ila yawmin yub'ath ila yawmi yub'athun, ewe Mola wangu pamoja na kuwa umenitoa peponi na umenikasirikia, mpaka siku ya kiyama. Akasema basi Mwenyezi Mungu, nipe wakati, nipe muda mrefu mpaka siku ambayo atakafufuliwa. Kwa Iblis na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe wakati mrefu, ampe nafasi, apate muda mrefu wa kumpoteza Ibn Adam. Na ilivyokuwa kwamba Iblis ni imtihani walbalaa wa ikhtibar, kwa Iblis ni mtihani kwa mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, hakika Allah akamkubalia ile ombi lake, akamwambia fa innaka minal mundharin, wewe ombi lako limekubaliwa, kwamba utapewa muda mrefu, utasubirishwa kwa muda mrefu. Na tumesema hikma ni mtihani kwa mwanadamu, kwamba atakufuru ama atashukuru, atamfuata Iblis ama atamfuata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akampa Iblis wakati mrefu, fa innaka minal mundharin, wewe umepatiwa wakati mrefu, ila yaumil waqtil ma'lum, tunakupa wakati mrefu mpaka siku ya wakati maalum.
Ibilisi akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, kwa hakika kwa kule kunipoteza mimi nitahakikisha na wazuilia katika njia yako iliyonyooka, nitawapambia dunia lakini pia watachukia akhera, nitawashughulisha na kuwashawishi, nitawatoa katika nini, katika njia iliyonyooka. Hii ni ahadi ambayo Iblis la'natullah akichukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akimwambia la aqudanna, tena kwa msisitizo mkubwa kwamba nitahakikisha. Katika lugha ya Kiarabu la aqudanna, kipande hichi kwamba kuna taukid, imewekwa lamul qasam, hiyo la kisha kwa nunu taukidi, ile nuni inaonyesha msisitizo wa jambo. Nitahakikisha kwa njia zote na kwa namna yoyote nampoteza, namkalia mwanadamu katika njia yako iliyonyooka. Kwa nitahakikisha hawasimami katika njia sawa sawa. Kisha nitawaendea hawa wanadamu mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao na kushotoni kwao. Malaatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin, na wala utakuta wengi wao wenye kukushukuru. Hautokuta, yani Ibilisi anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana nitahakikisha kwa vile umenipoteza mimi, nitawakalia hawa ibn Adam katika njia yako iliyonyooka, katika Uislamu, katika imani. Kisha anaendelea kusisitiza tena kwa taukidi, kwa msisitizo mkubwa, thumma laatiyannahum, nitawaendea hawa kwa maana nitakaa kuliani kwao, kushotoni kwao, mbele yao, nyuma yao. Kama sitowapa nafasi kwa maana nitakula nao sahani moja. wala tajidu aktharahum shakirin, na kuahidi, yani Ibilisi anambia Allah subhanahu wa ta'ala, hutowakuta wengi wao ni wenye shukurani, hawatakushukuru wengi wao. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ukhruj minha madhuman madhuran, toka hali ya kuwa umekasirikiwa, umefukuzwa. laman tabi'aka minhum, na yule atakayokufuata katika hao. Sasa hao wanadamu ambao umesema utajitahidi kuwapoteza, utakaa mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao, kushotoni kwao, utawazuilia katika njia iliyonyooka. Atakayekufuata katika hao, sasa atakayekufuata wewe, la amla anna jahannama minkum ajma'in,
nitakuingizeni katika moto wa jahannam nyote. Ndugu zanguni, hapa ndipo ulipoanza uadui na fitina ilianzia hapa na vita ikaanza hapa kati ya Ibilisi na mwanadamu. Kwamba ilianza ile chuki na hikdi na vita bi abi al-bashari Adam, kwa baba wa wanadamu bani Adam alayhi salam. Ibilisi akamshawishi Adam kisha akamwapia ya kwamba yeye ni mwenye kumpa nasaha nzuri. Kwamba Ibilisi anamwapia Adam katika kumshawishi kwamba yeye ni mtu mzuri na anampa nasaha Adam, kwamba ni katika watu wanaomnasihi mwanadamu, hajakuwa ameahidi ya kwamba yeye atahakikisha mwanadamu anapotea na wala hatasimama katika njia iliyonyoka. Adam aliposhawishiwa na Ibilisi, na Ibilisi kuapa viapo vingi ya kwamba yeye anampa nasaha nzuri Adam akawa ameshawishika, akateremshwa peponi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamneemesha Adam alayhi salam bil istighfar wa tauba wa nadam. Akamneemesha Adam kwa istighfar na tauba na kule kujutia, kwamba Adam baada ya hapo, baada ya kushawishiwa na Ibilisi, akajikuta kwamba amekosea. Allah akamemwafikisha katika kuleta istighfar nyingi sana, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha akajutia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemsamehe. Hii ni kwa Adam na kwa manabii wengine pia na mitume alayhimus salatu wassalam, na kila mmoja kwamba anakutana vitimbi na njama za shetani na Ibilisi na njama zake. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim kutoka Abi Darda radhiallahu anhu, anasema alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamsikia anasema a'udhu billahi mink. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al'anka bil'anati llahi thalathan, kama nakulaani kwa laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema mara 3. Kisha Mtume akakunja mkono wake na kwamba anakanamiza kitu. Alipomaliza kuswali, qulna, anasema Bi Darda, tukasema ya Rasulullah, Mtume Allah, tumekusikia katika swala ukisema maneno ambayo tuliyokusikia ukisema katika swala.
na tukakuona umekunjua mkono wako kana kwamba unashika kitu. Akasema inna adu wallahi iblis, hakika adui wa Allah subhanahu wa ta'ala Iblis alikuja bishihabin minan nar, bishihabin min nar, alikuja na kizinga cha moto, na akitaka kizinga hicho kukiweka katika uso wangu. Nikasema a'udhu billahi minka mara 3, kisha nikasema al'anuka bila'natillahi, kisha nikasema al'anuka bila'natillah, kwa laana Allah subhanahu wa ta'ala iliyokutimia. Kisha akasema wallahi laula da'watu akhina Sulaiman, na hapa Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama sio dua ya ndugu yetu Sulaiman, ya nabii Sulaiman, la asbaha muthaqan, kwamba angemshika na angemfunga yule Iblis. Na katika hadithi nyingine ambayo mpokelewa na Aisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali, akaja shetani, Mtume akamshika yule shetani na akawa amemnyonga. Na mifano mingine mingi ambayo inaonyesha kwamba hata manabii pia hawakusalimika na njama za shetani. Na umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukagawanyika makundi 73, ameyatawanisha na kuyaganisha Iblis, akagawanisha umma ukagawanyika makundi 73. Na katika makundi hayo 73, makundi yote ni motoni ila wahida, isipokuwa kundi moja tu. Kazi hiyo anaifanya Iblis. Na wala hazalimu mwanadamu yeyote, wala yuladu mauludun min bani adam, hazaliwi kiumbe katika binadamu isipokuwa shetani anakwenda kumchoma. Mtume anasema kullu bani adam yad'unu ash-shaytan fi jambayhi biisbi'aihi hina yulad, kama kila mwanadamu anapozaliwa kwamba shetani anakwenda kumchoma pale anapozaliwa, isipokuwa Isa ibn Maryam, isipokuwa Nabiiullah Isa ibn Maryam.
Na alipokwenda katika kwa Isa ibn Maryam alitaka kumchoma kama anavyochoma watoto wengine, ikawa haijawezekana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min bani adam maulud illa yamassuhu shaitan, hakuna katika binadamu mtoto anayezaliwa isipokuwa shetani lazima anamgusa wakati anazaliwa. Fayastahillu sarihan, kisha mgusa ile mtoto anapiga kelele, ni masi shaitan, kwa kule kuguswa na shetani. Ghaira Maryam ibniha, isipokuwa Maryam na mtoto wake. Kisha Abu Huraira akasema wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitani ar-rajim. Kama Nabiullahi, kama Maryam mama yake na Maryam akiomba dua akasema wa inni u'idhuha bika, hakika mimi namkinga huyu kwako wewe, wa dhurriyyataha, na kizazi chake, minash shaitani rajim, kutokana shetani aliyelaaniwa. Ndugu zanguni, huyu ndio adui ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha katika Qur'an, katika aya nyingi ndani ya Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan, enyi mlioamini msifuate nyayo za shaitani, msifuate mwenendo wa shaitani, msifuate hatua za shaitani. Kwa nini? Fa innahu ya'muru bil fahsha, hakika yeye anaamrisha uovu, wal munkar, na munkar. Kwamba kazi ya shaitani ni kumwamrisha mwanadamu na kumshawishi katika mambo mabaya, katika mambo ya maasiya, katika mambo ya munkar. Na wala shaitani hawezi kukuhusia katika jambo zuri hata siku moja. Ndio maana alipokwenda kwa Adam akamwapia, yani Ibilisi anaapa, akamwambia hakika mimi ninakupa nasaha, lakini kwa hakika sio nasaha, kwamba malengo yake ni kumpoteza mwanadamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha aliposema enyi mlioamini, enyi ambao mmeamini, msifuate nyayo za shaitani, na atakayefuata nyayo za shaitani hakika huyo hasalimiki katika maasiya, katika zina, katika pombe, yani ataingia katika maasiya lazima, kwa sababu shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, anaamrisha maovu na munkar. Kama shaitan Iblis anakwenda kwa mtu ambaye hajui dini, anakwenda kwa mtu ambaye hajui shari, hawezi kutofautisha shari na khairi, anakwenda kwa mtu ambaye hajui sunna na bid'a,
anamwambia katika bid'a, anamwambia kwamba hii ndio jambo zuri. Katika shari anampambia shari, na maasi anampambia mwanadamu, kisha anampambia pia katika bid'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'malan, sema hivi nisikupeni habari juu ya wale waliopata hasara matendo yao. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ni wale ambao wamepoteza juhudi zao katika maisha ya dunia, kwamba wamepoteza nguvu zao katika maisha duniani, wakidhania kwamba yale wanayoyatenda na wanayoyatenda kwamba ni wanafanya vitu vizuri. Hawa ni watu ambao wamepata hasara kwa matendo yao. Ndugu zanguni, hakika shetani ni adui mkubwa kwa mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha katika aya nyingi ndani ya Qur'an. Na katika namna kumwingia mwanadamu Ibilisi kuna namna nyingi. Anaweza kumwingia mwanadamu kwa njia wakati wa hasira, akawa anaendesha ile akili yake wakati mwanadamu ana hasira, akaendesha ile akili yake na akawa anaendesha ile macho yake na masikio yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pale ambapo alikwenda mtu mmoja kwa mtume akimwambia auswini, nipe nasaha, niusie. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Ile mtu akaona kwamba kile alichohusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo dogo, akaniambia niusie. Mtume akarudia akimwambia la taghdab, usikasirike. Na Muislamu akikasirika anatakiwa afanye kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ajilinde kutokana na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na shetani aliyelaaniwa, na atawadhe. Yani Mtume ametufundisha kwamba anapokuwa mtu amekasirika na hasira, ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atawadhe. Anasema Suleiman radhiallahu anhu asema, nilikuwa nimekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna watu wawili wanatukanana. Kuna watu wawili wanatukanana,
nimekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, asa mmoja katika hao wawili, ihmarra wajhuhu wantafakhat, uso wake umekuwa mwekundu, amevimba kwa sababu ya hasira. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inni la'alam kalimatan, hakika mimi nayafahamu maneno, lau qalaha, lau angelisema maneno hayo, dhahaba anhu ma yajid, angeondokewa na hasira na kile anachokipata. Lau qala a'udhu billahi minash shaitani rrajim, a'udhu billahi minash shaitan, lau angesema hivyo, dhahaba anhu ma yajid, angeondokewa na kile anachokipata. Na ikiwa amesimama akae, yani ikiwa ile hasira zilizompata aliyakuwa amesimama, atakuwa akae. idha ghadiba ahadukum huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu alghadab wa illa falyartaji'. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, anapokasirika mmoja wenu ikiwa amesimama na akae, ikiwa hasira hajaondoka, basi falyartaji, na alale. Yani baada ya kukaa, kama bado atabidi alale. Iblis anakuja kwa yule ambaye muhibbu dunia, anapenda dunia. Anampambia kuipenda dunia katika nafsi yake. Yani yule ambaye kwa maana uadui kwa sababu ya dunia, na anamuunga mtu kwa maana anampenda mtu kwa sababu ya dunia, anamchukia kwa sababu ya dunia. Iblis anakuja anampambia mtu huyo. Naye alikusha hapa akasema, la uzayyinanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in, kama nitahakikisha na wapambia na wapendezesha dunia na nitawapoteza wote. Ibilisi anakuja kwa mtu ambaye ni bakhili, anayeogopea ufakiri, anampambia katika ubakhili wake mpaka asitoe, asikunjue mkono wake kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu wake. Ibilisi anampambia kwa mtu ambaye ni bakhili, asitoe kwa wale wanaohitajia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ash-shaytan ya'idukumul faqra, shaytan anakuahidini ufakiri, wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shaytan anakupeni ahadi ya ufakiri, kwamba ukitoa utafilisika, ukisaidia unaohitajia utafilisika, ukitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala utafilisika. Hichi ndicho na ndio kazi anayofanya Ibilisi, kumpoteza mwanadamu. Anamwendea yule ambaye ni bakhili,
anampa mawazo hayo na anamwahidi kwamba ukitoa unafilisika. Wa ya'murukum bil fahsha, na shetani anakuamrisheni katika mambo mabaya. Wallahu ya'idukum maghfiratan, lakini Allah anakuahidini maghfira, msamaha kutoka kwa fadlan na fadhila. Allahu wasi'un alim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, hakuna siku ambayo waja wanapambazukiwa na siku hiyo, illa malakani, isipokuwa kuna malaika wawili, yanzilani, wanateremka, fayaqul, wakimwambia ahaduhu, fayaqul, wakimwambia huyo mtu mmoja katika hao malaika anasema, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, so Allah subhanahu wa ta'ala mpe mwenye kutoa badala. Na mwingine anasema, Allahumma a'ti mumsikan talafan, Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuzuia ambaye hatoi, Allah subhanahu wa ta'ala mpe maangamivu. Hao ni malaika wawili kila siku mashuhuri. Lakini ibilisi anakuja anakuambia, utafilisika, usijitolee katika mambo ya kheri, usitoe sadaqa, usisaidie mayatima, usisaidie maskini, usisaidie wanaohitajia kwa sababu utafilisika. Ibilisi anakuja na kupambia kwa namna hiyo kwa sababu anakusudia kumpoteza mwanadamu. Aliyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamwahidi maghfira na thawabu nyingi kubwa kwa mwenye kutoa. Lakini pia malaika kila siku wanateremka malaika wawili, mmoja akimwombea mwenye kutoa, akimwambia mpe badala, na mwingine akisema, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mwenye kuzuia mpe talafa, maangamivu katika mali yake. Ibilisi anakuja kwa mtu mwenye kibri, almutakabbir, ambaye hakubali haki wala hakubali nasaha, kwa sababu katika maana ya kibri ni kudharau watu na kukataa haki. Ibilisi anakuja hapo anapita, anamshawishi yule mtu ambaye ni mutakabbir, anamwambia usikubali nasaha unazopewa, usikubali mauidha unayopewa, kataa, kuwa na kibri, kataa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, hivi sikukupeni habari ya watu wa motoni? Asema, kullu utullin hawadhin mustakbirin, kila mtu mwenye kibri. Na kibri, ndugu zanguni, ni kupinga haki, kwamba unafikishwa haki unaipinga. Hiyo ni kibri pia. Kama naambiwa jambo hili liko hivi, unakataa, unapinga. Kwamba jambo hili halipo, halifai, unapinga. Pia ni katika aina, ni katika nini? Katika kibri, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba kibri ni kuwadharau watu na kupinga haki. Anakuja sasa Ibilisi kwa mtu mwenye kibri, anampambia na kumshawishi asikubali haki na wala asikubali nasaha. Ibilisi anakuja kwa mtu anayependa sifa, anapenda kusifiwa,
Ibilisi pia hajacheza mbali katika watu wanaopenda kusifiwa, na akaharibu zile amali zao njema walizozifanya kwa sababu ya kupenda sifa na kutaka kusifiwa, kisha akaharibu zile juhudi ambazo amezifanya. Tuwe na tahadhari juu ya kutaka ama kupenda kusifiwa, kwa sababu ibilisi anapita pale pale. Lakini pia tujitahadhari na wasifu watu, kwa sababu kuna watu wao kazi yao kusifu watu tu, yani ndio maisha yao kama ni kusifu, kwamba ni kusifu watu tu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha ra'aytumul almaddahina, mtakapoona wale wenye watu ambao kazi yao kusifu tu, fahthu fi wujuhihim turab, wamwageni katika nyuso zao mchanga. Kisha hadithi nyingine Mtume akasema, iyyakum watamaduhu fa innahu dhabh, jepusheni na kusifu, hakika huko ni kuchinja. Kwa maana unapokuwa unamsifu mtu mbele yake, inapelekea huenda shetani akapita hapo hapo akacheza na moyo wake, akawa ameingia katika kufanya amali kwa ajili ya kusifiwa. Anakuja shetani kwa ile wanapenda masifa, anakuja anampambia na anamharibia ile amali ambayo ni njema aliyofanya. Ikiwa anakutoa na huyo shetani anampambia katika sifa kwamba anaonekana ni mtoaji sana. Hivyo hivyo katika amali zote ambazo ni njema. Ikiwa ni swala, anakuja shetani anapambia hapo hapo kwenye kusifiwa kwamba bwana wewe ni mtu ni swala tano sana. Ikiwa ni haji, anakuja shetani anakupambia kwamba wewe ni alhaji, na ukawa unatembea unadunda kwamba mimi ni alhaji. Kwa hiyo shetani ni adui, kama alivyotutahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuja shetani Iblis kwa yule anayependa kuonekana, anampambia, anaanza kufanya amali kwa ajili ya kutaka kuonekana na watu, yani nia yake kwamba aonekane, kwamba yeye ni mcha Mungu, yeye anatoa sana, yeye anaswali sana. Anakuja shetani anaharibu ya amali na hizo juhudi ambazo umefanya, anakuja na kuharibia kwa kule kukupambia kwamba ufanye amali kwa ajili ya kutaka kuonekana. Na ndugu zanguni, katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba mtu wa kwanza atakayeingizwa motoni ni munfiqun, ni mtoaji, na msomaji sana wa Qur'an, na mujahid. Amali zote hizi ni amali ambazo ni bora na zina thawabu kubwa. Mwenye kutoa kwamba atakuja siku ya kiyama, mtu atasema nilitoa, ataambiwa hapana, wewe ulitoa
ili usifiwe na uonekane na ulikwisha sifiwa. Ulitoa ili uonekane ni mtoaji, kwa sababu nia na lengo na dhumuni ilikuwa ni kuonyesha watu na kutaka watu wakusikie. Anakuja mwingine sasa, nilisoma Qur'an kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala, anambia kadhabta, umesema uongo. Ulisoma ili uambiwe ni qari'u, kuwa ni msomaji bingwa wa kusoma Qur'an, na ulikwisha ambiwa duniani kuna chochote. Anakuja mujahidun, mtu ambaye amepigania dini, pengine mpaka ameuawa, anasema Allah, nilipigana kwa ajili ya dini yako. Naomba kadhabta, umesema uongo. Ulipigana ili uambiwe nani ni shujaa, ulikisha ambiwa shujaa duniani imekwisha. Ndugu zangu, hadithi hii ni hadithi ambayo inatajia mazingatio makubwa sana, kwamba Muislamu aweza kufanya amali njema, ukafanya juhudi kubwa, ukasoma Qur'ani sana, ukatoa sana, ukafanya khairi mbalimbali, lakini muda kuwa umefanya kwa ajili ima kuonekana ima kusikika, kama unakuwa huna chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na shetani anakuja, Iblis anacheza pale pale. Iblis anakuja kwa mtu anataka kujiona na kujigamba kwa afya yake ama mali yake ama sura yake. Anatumia fursa hiyo hiyo anasema Ibn Abdul Barr, asema ajaba, ni ajabu, liyara annahu afdal min ghairihi, ni ajabu mtu kuona kwamba yeye eti ni mbora kuliko watu wengine, eti kwa sababu labda yeye ana afya njema, ama yeye ni mnene, ama yeye ni mrefu au mfupi, au yeye ana mali ama na sura nzuri. Ni ajabu mtu kuona kwamba yeye ni mbora kuliko watu wengine. Ibilisi anamwendea mtu ambaye yuko katika huzuni, katika msiba, mtu aliyefiwa, anampambia mtu huyo aweze kukufuru na asifanye subira, azidishe katika kulaumu, na wala asione katika msiba wake kwamba kuna badala kwa kile kilichopotea. Ndio hivyo utakuta mtu amefiwa anazungumza maneno ya kufuru, kama tutaishi vipi sasa, takuwaje, yani yale maneno ya kuomboleza ambayo ni kufuru. Ibilisi anapita pia pale pale, anacheza, anampoteza mwanadamu. Ibilisi anakuja katika watu wa maasi na watu wa batili, anawapambia ili waendelee kufanya yale maasi, anawapa ladha ya yale maasi, waone kwamba wako katika njia sawa na wajione wao ni wajanja.
Ibilisi anafanya kazi hiyo. Utamkuta mtu anafanya maasi, ama mtu anavuta sigara mathalan, bwana sigara ni haramu, kwambia sigara ni haramu na ina madhara, takwambia tangu nianza kuvuta sigara ni miaka 20 sasa hivi, au nimeanza kuvuta sigara kabla hujazaliwa. Ibilisi anampambia mtu huyo apate ladha na azoee yale maasi, asione kama kuna ubaya katika hili. Ndugu zanguni, kwa hakika ibilisi anamjalia yule mwenye kufanya maasi anakuwa na amani, anakuwa hana wasiwasi katika maasi yake anayofanya, anampa ghafla ya kughafilika, kisha anampambia katika moyo wake ule kudogesha na kudharau yale makosa anayofanya. Afa aminu makra Allah fala ya'man makra Allah illa alqaumul khasirun. Anasema hivi, wamejiaminisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawatojiaminisha na adhabu ya Allah isipokuwa ni wale watu waliopata hasara. Ibilisi anamjalia Muislamu akate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala pale anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Anapokosea Muislamu akanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, shetani anamkatisha tamaa, anamwambia madhambi yako ni mengi sana, kwa umezama sana katika maasi, kwamba hakuna namna ya kutoka katika hayo madhambi. Na mwanadamu Muislamu akisalimu akala tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, shetani anamwambia tamatta min ad-dunya, starehe katika dunia, kula dunia utakavyo, wataladhad bikulli ma'asiyatin, na taladhad pata ladha kwa maasi yoyote kabla al-maut, akigaweni katika watu wa moto. Na ukatia tamaa kwa madhambi yako yamekuwa mengi, kwa hivyo endelea kufanya maasi, kula dunia, subiria kifo, wewe ni wa motoni tu bwana. Aliyapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Sema waambie waja wangu wale ambao wamefanya israfu katika nafsi zao, wamefanya israfu ya madhambi, wamefanya madhambi makubwa mazito, waambie usikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Allah anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, na hakika Allah ni mwingi wa kusamehe. Na hadithi ya Mtume akasema, Allah anakunjua mkono wake usiku ili awasamehe wale waliokosea mchana, na anakunjua mkono wake mchana ili kuwasamehe wale waliokosea usiku, mpaka jua linafanyaje, mpaka jua linazama. Anakuja Ibilisi anaukatia tamaa, kwa sababu alikwisha hapa kwamba atahakikisha anampoteza wanadamu. Na mwisho kabisa anajitenga na wewe, anakukana, anakaa mbali,
na wala wafuasi wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kamathali ash-shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Allah akipiga mfano wa wanafiki, kwa wanafiki mfano wao ni kama mfano wa shetani anapomwambia mwanadamu kufuru, lakini anapokufuru mwanadamu shetani anakaa mbali kule, anamwambia mimi niko mbali na wewe, kisha sasa inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi bana sina namna, sina uwezo kukuokoa na moto, mimi mwenyewe namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote, mola wa viumbe vyote. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fakana aqibatahuma annahuma fi an-nar, ukawa mwisho wao wote wawili, kwa maana Iblis shetani alimpambia mwanadamu na kumshawishi, na yule aliyeshawishika akapotezwa, wao wote mwisho wao ni wapi? Ni motoni. Wadhālika jazaa'u dhalimin, na hayo ndiyo malipo ya madhalim. Ndugu zangu ni katika imani, fasta'idhu billah minash shaitani ar-rajim, tujilinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shetani aliyelaaniwa, na tuchukue tahadhari mpaka Ibilisi asituharibie dini yetu. Tuhifadhi dhikri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tuhifadhi na tuzingatie adhkari za asubuhi na jioni, kusoma Qur'an mpaka shetani asipate njia ya kuingia katika kutupoteza. Kwa hakika shetani amekuwa ni adui wa mwanadamu. Mazungumzo ni marefu, lakini tunakatisha hapa. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na njama na vitimbi vya shetani. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu, ni ulikuwa ni mukaddima. 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 Ndugu zangu, ni ulikuwa ni mukaddima.